Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo cha saa ya faraja katika Kristo, mahali popote ulipo ulimwenguni na unapotusikiliza. Na leo tuna somo zuri sana linalohusu imani. Na tunaongozwa na neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Waibrania sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 5. Imani, chanzo chake, imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Kwa imani tufahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa. Kwa imani tufahamu ya kwamba vitu vyote vilifanyika kwa imani, na kwa pasipo imani hakuna kilichofanyika. Sasa katika neno hilo tunaona imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tunaona imani, kwa imani ulimwengu uliumbwa. Kwa hiyo kuna imani ambayo ilisaidia ulimwengu kuumbwa. Lakini hebu tuangalie pia imani chanzo chake ni nini? Basi ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo lina sauti. Mtu akilisoma, akifundishwa, akihubiriwa, neno hilo linatoa sauti ambayo ikishasikika kwenye masikio ya mtu na katika moyo na ufahamu, msingi wa imani unajengeka ndani ya huyo mtu. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Kwa hiyo ipo nguvu ambayo inaumbika, Waibrania 4:12. Kwa hiyo kwenye neno kuna sauti, na katika hiyo sauti inaumba kitu ndani ya mtu ambacho sasa ndicho tunakiita imani. Kwa hiyo imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, sawasawa na Warumi sura ile ya 10 mstari wa 17. Kila kitu chenye uhai kina sauti. Kama huna akiba yoyote ya neno la Kristo uliowahi kusikia, haitakuwa rahisi sana kwako kujenga imani itakayowezesha nguvu ya uumbaji wa kimungu kuachiliwa kwako pale linapohitajika iumbe kitu kinachobadilisha hali unayokabiliana nayo. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Kwa mfano, unamuombea mtu apone. Ili ule mtu awe na imani, ni lazima kwanza kuwe na neno ambalo alilisikia la Mungu. Kwa mfano, unaumwa, ukasimama na kile kitabu cha Isaya sura ya 53 kwamba kwa kupigwa kwa Yesu watu wanapona. Labda hujai kusoma hapo, lakini sasa uliwahi kusikia watu wanahubiri kwamba kwa kupigwa kwa Yesu watu wanapona. Basi lile neno ukalificha moyoni mwako. Siku unaombewa ukaamini lile neno kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Kwa hiyo ile sauti unayoisikia ndani ya moyo wako baada ya kusoma hilo neno, ukiamini ile sauti, sasa unapokea uponyaji. Unapokea uponyaji. Na unapokea uponyaji kwa sababu neno ni Mungu. Neno limebeba sauti ya Mungu. Neno ni uzima. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo watu wanaviomba hawavipokei kwa sababu hawana imani. Kwa hiyo ukitaka Mungu aweze kufanya kitu, amini, kuwa na imani. Na imani sio lazima kuona, hapana. Imani unatakiwa uamini bila kuona. Ndio maana nasema ni bayana ya mambo yani imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo unaanza kuamini hata kabla hujaona, unaanza kuamini moyoni. Kwa hiyo ili uweze kuwa na imani ni lazima uwe msomaji wa neno la Mungu, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia ni huja kwa neno la Mungu. Kwa hiyo soma sana neno la Mungu, sikiliza mahubiri mbalimbali ya neno la Mungu, sikiliza nyimbo za kuabudu za Mungu, utajengeka na imani yako itakuwa. Kwa sababu neno la Mungu, Zaburi ya 119 mstari wa 11 linasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo ili imani yako iumbike, ni lazima moyo wako ujazwe neno la Mungu. Ukiwa umejaa neno la Mungu ndani yako, maana yake neno la Mungu lina sauti, maana yake imani yako itakuwa kubwa. Kwa ndio maana tunahimiza sana, ni dhahiri kwamba mtu ambaye moyo wake haujahifadhi neno la Mungu,
ni rahisi sana pia kumtenda Mungu dhambi, lakini pia huyo mtu imani yake itakuwa hafifu kwa sababu hana sauti ya kitu kinachoitwa neno la Mungu ndani yake. Kwa hiyo neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu lina sauti, na katika hiyo sauti kila ujumbe unaokuja ndani yako umebeba sauti. Ndio maana unaweza ukakuta unafahamu neno fulani la Mungu, lakini unaomba na unashangaa linajirudia ndani yako. Maana yake Mungu anataka kukuza imani ya imani yako kwa hilo neno. Ndio maana sasa amelirudisha tena. Kwa hiyo ninakusihi sana ujifunze sana kusoma neno la Mungu na kuweka neno la Mungu kwa bidii ndani ya moyo wako, ukiamini kabisa kwamba katika neno la Mungu kuna nguvu, katika neno la Mungu kumebeba sauti ya Mungu. Na tunajua kwa imani, hata unapotoa sadaka, toa kwa imani. Hata unapoomba, omba kwa imani. Hata unapomtumikia Mungu, tumika kwa imani. Ukiombewa, amini kabisa kile ambacho umeombewa. Na ndio maana Yesu, ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 11, Yesu alimwambia Martha na Mariamu kwamba ukiamini utaona matendo makuu ya Bwana baada ya Lazaro kufa. Kwa hiyo kuna mambo mengi hayajatokea kwenye maisha kwa sababu hujaamini. Na Mungu anasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, lakini kama akisita, mimi sina furaha naye. Kwa hiyo nawasihini wote tusimame na tuamini kwamba chochote kinachofanyika kwenye maisha yetu kina nguvu na kinaweza kutubadilisha tukiamini. Haleluya. Yote yanawezekana kwa kila aaminie. Tuamini neno la Mungu, tuamini watumishi wa Mungu, ndivyo tutakavyofanikiwa, ndivyo tutakavyoinuliwa, ndivyo tutakavyotiwa moyo. Kwa hiyo yamkini kuna maombi umeshaomba sana na vitu havitokei. Anza kuamini. Na kama unataka kujua umekuwa kiimani, jifunze pia kupitia zile hatua 3 za maombi: kuomba, kusali pamoja na kushukuru. Kwa hiyo unaweza ukakuta umeshasali, umeshaomba, lakini sasa hujashukuru. Kwa hiyo ukishukuru Mungu, maanake imani yako imekuwa kwamba pamoja kwamba sijaona hili jambo nililoliomba kwa jinsi ya mwili, lakini ninalo rohoni. Ninashukuru kwa sababu tayari ninalo rohoni. Kwa hiyo naamini kuna kitu umejifunza sana kuhusu imani mahali ulipo. Na nataka nikutie moyo kwamba kuna mambo mengi sana Mungu amesema kwamba tukiwa na imani. Kwenye Marko sura ya 11 ameeleza zaidi kwamba mtu akiwa na imani kama chembe ya haradali ana uwezo wa kuamuru mlima huu ng'oka ukapandwe baharini na ukaondoka. Sasa chembe ya haradali ni ndogo, punje ya haradali ni ndogo sana, tena hata kwa uwezo wa macho kuiona ni kazi. Lakini nasema sasa ukiwa na imani kama hiyo unaweza ukahamisha hata mlima. Ile sio milima ya kawaida kama hii tunaoifahamu, hapana. Ni matatizo makubwa, ni vitu vizito vitahamishwa kwa imani. Kwa hiyo imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Na kwa imani tunamjua kabisa hata Habili alimtolea Mungu sadaka ambayo ile sadaka ambayo iligusa moyo wa Mungu. Kwa imani tunajua kabisa hata Ibrahimu alivyojaribiwa mtoe Isaka alimtolea. Kwa imani tunaamini kabisa kwamba hata Sara alipoambiwa kwamba atampata mtoto, alimhesabia huyo aliyemwahidi kwamba ni mwaminifu na akampata mtoto. Kwa kuna watu wengi sana wamefanikiwa kwa sababu ya kuamini kile alichosema Bwana. Kwa Mungu wetu ni mwaminifu sana. Kama kuna kitu amekuahidi, amini kitatokea. Kama kuna maombi umeombewa, amini yatafanikiwa. Kama kuna jinsi unamuomba Mungu, amini anasikia. Kama kuna jinsi kuna mahali unapita, amini Mungu yuko karibu sana na wewe, amini anasikia unachokiomba. Sasa ninahitaji kuomba na wewe kidogo ili Mungu aweze kuimarisha imani yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, tunamleta msikilizaji wetu na mtazamaji wetu madhabahuni mwako. Tunaomba Bwana umsamehe kutokuamini kwake, umuimarishe na uinue imani yake Bwana, akuamini wewe katika lolote analopitia kwenye maisha yake. Mungu, tunajua kabisa ya kwamba wewe Mungu ni mwaminifu katika ahadi zako. Tunaomba umtembelee, umguse na kumtia moyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba wa mbinguni, ziongozi na kuzielekeza hatua zake kwa neno lako, uovu usije ukamiliki. Zaburi ya 119 mstari wa 133. Baba, ninakushukuru kwa sababu yake na namwacha mkononi mwako sasa, nikiamini nguvu zako zinamtembelea popote alipo ulimwenguni. Amen. Basi wasiliana nasi kwa ushauri na maombi zaidi, au kama unataka kuchangia kipindi hichi kiendelee kuwa hewani
gharama za huduma hii, utakuwa umefikisha injili na Mungu atakukumbuka sana. Wasiliana nasi kupitia namba 0759 044115 au 0676 23 7816. Hadi wakati mwingine tena, Mungu akubariki sana.